Okay, hi guys, kisa time. Mimi ni mke na mama wa watoto 4. Nipo kwenye ndoa kwa miaka 21. Kilichonileta kwako leo ni kwa nataka kushare kisa changu na watu ili jamii ijue kile napitia kwenye ndoa yangu. Kwa bahati mbaya sana, kisa changu kina uchungu mwingi. Mimi nimepata bahati mbaya ya kuolewa kwenye familia ambayo inaamini kwenye ushirikina. Kwa miaka yote 21 nimejikuta kwenye mtego wa familia ya mwanaume ambaye familia yake yote wanatumia nguvu za giza. Na kibaya kuliko vyote ni kwamba sikujua kama mume wangu ni mmoja kati ya hawa watu mpaka nilipokuja kujua muda si mrefu sana. Kwa kipindi chote cha maisha yangu, mimi na mume wangu tumefanikiwa kumiliki mali ambazo sasa si zangu, siwezi kuhesabu kama za kwangu kwa sababu mume wangu ndiye ambaye anazimiliki hizo mali. Tuna nyumba zaidi ya moja, tuna gari, tuna vitu vyote ambavyo familia yoyote inaweza kuwa navyo wakasema wako stable. Lakini kwa upande wangu mimi binafsi, toka nimefika kwenye hii ndoa, hakuna kitu cha maana ambacho nimeshawahi kukifanya. Wakati naolewa niliolewa wakati mume wangu hana kitu chochote. Tulifika tukaanza kulala kawaida kwenye kitanda cha kawaida tu, nilimkuta mume wangu na kitanda. Kwa vitu vingine vyote tulifanya kazi pamoja, tukavitafuta pamoja. Nimekuwa nikipitia changamoto nikijaribu kufanya kitu chochote kinachohusisha maisha yangu, hakifanikiwi. Aidha biashara, chochote kitakachohusisha mimi kujikwamua kiuchumi binafsi yangu, hakifanikiwi. Na kibaya zaidi, nimekuwa nikitamkiwa maneno na mume wangu kwamba haijalishi nitafanya nini kwenye maisha yangu, sitakuja kufanikiwa. Ni kauli ambayo mume wangu alikuwa anarudia kuitamka mara kwa mara kwa miaka mingi. Sikuwahi kujua ni kwa nini alikuwa anatamka ile kauli mpaka nilipokuja kugundua kwamba sio familia yake tu, mume wangu pia anatumia nguvu za giza. Kwa nilivyokuwa naona mambo yanaenda hivyo hivyo kwa kujirudia. Nilishawahi nilifuga mpaka mifugo ikafikia hatua kwamba sasa hii mifugo ni mingi na inaweza kunisimamisha kiuchumi, lakini kutoka kusikojulikana ilikufa yote. Biashara ilikufa, yaani biashara iliharibika. Haikuishia hapo, niliamua kwenda kujaribu kilimo mkoa tofauti na ambako sisi tunaishi. Kwa hiyo